Karibu mtazamaji kwenye awamu yetu ya pili mwa kipindi Safi ya Biashara, na mada yetu mtazamaji, tunajadili kuhusiana na biashara na teknolojia. Nikukumbusha tena, tangamana nasi au zungumza nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii ambayo ni Faraja TV kwenye Facebook, Faraja TV Media upande wa YouTube, na kupitia nambari yetu ya simu ambayo ni 0703 Kwenye studio ninao magwiji wawili ambao wamebobea katika masuala ya teknolojia na wanatuelimisha au kutufungua mawazo ni vipi ambavyo tunaweza tumia teknolojia kwenye biashara zetu ili tukaweza kufikia malengo ambayo ni bora. Karibuni tena kwenye kipindi. Asante. Hapo awali nilikuwa nimeuliza swali au tulikuwa tunajaribu kufikiria ni vipi ambavyo teknolojia inatusaidia pengine kuweza kumradhi kukidhi mahitaji ambayo ni ya biashara. Pengine tukizungumzia uhusiano wa moja kwa moja na mteja. Na niliuliza swali hapo awali mtazamaji, itakuwa narejea swali hilo tena kwa wageni wangu. Hapo awali ama biashara za kitambo, uhusiano wa moja kwa moja na mteja ulikuwa ni kwa njia rahisi. Lakini tumeweza kuja kwenye teknolojia. Pengine nafikiri tatizo kama hilo ama uhusiano kama huo, teknolojia inatusaidia pengine kuweza kufikia malengo ambayo ni bora kwa njia gani? Tukianza na Bwana Joe. Okay. Nakubaliana nawe ya kwamba kitambo watu walikuwa wanahusiana na customers wao kwa njia moja kwa moja, hata bila ya teknolojia kuwepo. Lakini niliweza kuzungumza ya kwamba teknolojia inafaa kuwa njia ya kuwezesha mambo kufanyika kwa urahisi. Kwa mfano nikiwa na biashara ambayo tuseme ni ya kuuza mashamba, ama ya acha nitumie mfano wa kuuza mashamba, ni lazima nipatane na customers wangu kwa njia ya moja kwa moja, lakini ni ngumu sana kujua ni customer mgani ama mteja mgani ambaye ninafaa kumpata kwa njia moja kwa moja. Naweza baki nikipatana na wateja wangu kwa njia moja kwa moja, lakini teknolojia inaweza tumika kuweza kujua ni wateja wagani nahitaji kabla ya kupatana na wao. Kwa mfano nikiwa na group ya WhatsApp. Wacha nitumie mfano wa WhatsApp kwa sababu kila mtu anatumia WhatsApp. Nikiwa na group ya WhatsApp naweza kuwasiliana na mtu. Alafu akionyesha ya kwamba anataka kununua shamba ambayo ninauza ama mashamba ambayo anataka kuyaona mashamba yetu. Naweza jua nitapatana na hawa kwa njia moja kwa moja. Kwa hivyo imerahisisha aje. Hapo awali ningepatana na watu ambao hata sijui ama wanataka tupatane. Lakini teknolojia inaweza kunisaidia kupatana na watu ambao ni wale wanaofaa, ama wale ambao wanataka kupatana na mimi, ama wale ambao nina target katika huo wakati na kuweza kuuzia mashamba, kwa mfano huo wa mashamba ambao wanatumia. Kwa hivyo teknolojia imesaidia kurahisisha na kufanya mambo kwa uwepesi, lakini mambo yaliyokuwa yanafanyika kitambo bado yanaendelea, lakini teknolojia inawezesha yafanyike kwa haraka. Kwa haraka na kwa rahisi. Kwa hivyo kulingana na Bwana Joe, ufikiri kwamba kuna vyovyote vile ambavyo teknolojia imeweza kuathiri mambo ambayo yalikuwa yanafanyika hapo awali? Haijaweza kuathiri. Kulingana na maoni yangu, imeweza kuwezesha na kurahisisha, kwa sababu kwa upande mmoja nitatumia teknolojia, kwa upande mwingine lazima nimuone mteja wangu. Naweza sema hivyo kulingana na maoni yangu. Bwana Masharia, unafikiri kuna vile ambavyo teknolojia pengine tukiangalia kwenda kupatana ama uhusiano wa moja kwa moja na yule mteja wako kama wewe ni mwanabiashara, ufikiri kana kwamba kuna vile ambavyo teknolojia imeweza kuathiri pengine uhusiano ule? Ninaweza sema kuwa hata mimi pia sioni kama imeathiri sana. Kwa sababu pale zamani ungetumia muda mrefu sana ukiwa na customer moja kwa moja, na kwa siku hauwezi kuwa umewasiliana na wateja wengi sana. Lakini siku hizi kwa kutumia teknolojia, kama unapata ile yenye tunaita
general inquiries. Yani mtu anataka tu kuuliza. Unapata siku hizi umeanza kwanza kuweka vitu zako mtandaoni. Sasa mtu akitaka kujua ni nini anataka kununua, kwanza unamtuma kwenye mtandao. Anaweza kuchagua. Na unaona sasa hiyo ingekuwa muda unatumia kwa kila customer kumweleza hizi ndio bidhaa zetu. Na saa hizo ungepoteza muda mrefu, lakini siku hizi imefanya ikuwe rahisi. Sasa unapata kuwa customer akishaangalia kenye anataka, mnaweza bado kuzungumza moja kwa moja na kuweza kuelewana. Ninakubali kuwa kidogo imepoteza pia ile uhusiano ya kibinafsi. Unapata mtu alikuwa anajiwasilisha kibinafsi kulingana na tunajuana na mwenye duka. Lakini siku hizi kwa kutumia teknolojia unapata hata mtu anaoda na hajui ni nani hata ananunua kutoka kwake. Na mwenye anauza hajui anauzia nani. So unapata pia kuna kidogo hapo kuna hiyo uhusiano imepotea. Kwanza kwa hizi biashara za online, kwenye watu wanaoda online, hakuna uhusiano kabisa. Lakini ikiwa mtu wenye huwa wanadhamani hiyo uhusiano, bado wana nafasi ya kukuwa na hiyo uhusiano, aidha na wateja wao ama na customer wao. Hiyo ndio uzuri. Mtu ataweza kuona kitu online, lakini uamue kwenda kuinunua physical. Ili uweze kujuana hata na mwenye anauza. Na mtazamaji, kulingana na wageni wangu wananieleza kwamba hakuna kitu hata kimoja ama hakuna pengine athari yote tunaweza kusema kwamba hasa kuhusiana na uhusiano teknolojia imeweza kuleta, mbali wananieleza kwamba na pengine kwako unatumia teknolojia, pengine unaweza kukubaliana nao na kusema kwamba teknolojia imeweza kufanya biashara ikaweza kufanyika kwa njia haraka na kwa njia ya urahisi, kama vile ambavyo Bwana Joe na Bwana Macharia wanaweza kutueleza hapa kwenye studio zetu. Lakini pengine tukiangalia kwa njia moja ama nyingine, tunaona kwamba teknolojia mnaweza kuzungumza hasa kuhusiana na mitandao ya kijamii. Lakini nadhani hapo awali tulikuwa ama biashara za awali tulikuwa tunaona lazima ingekubidi wewe mwenyewe ukaweza kutafuta mahali pa kufanyia biashara. Pengine unaenda unakomboa nyumba, unaweza kuweka zile vitu zako na pengine unatumia njia ambazo pengine ni ngumu kuweza kutafuta soko. Nafikiri kwamba teknolojia vile vile imeweza kusaidia ama kurahisishia wanabiashara mzigo. Si lazima ukaweza kwenda kukomboa nyumba, kufanyia biashara mahali popote. Ndio. Na nikizungumzia haya, nazungumzia njia ambayo ama the positivity of technology. Pengine mnaweza kutusaidia kujadili the positive side of technology. Tukianza nawe Bwana Joe. Nakubali ya kwamba bei ya kufanya biashara imepungua. Cost of operation. Kwa mfano sihitaji kufungua biashara ambayo ni physical. Mahali nimekondesha nyumba nikaweka bidhaa zangu pale, nalipa rent kila mwisho wa mwezi, nafanya biashara. Kuna mambo mengi ambayo nitaweza kulipia, lakini kuna mambo mengine ambayo teknolojia itarahisisha. Kwa mfano utapata naweza chukua viatu niweke kwa nyumba yangu kama ninauza viatu, alafu niweze kutumia mtandao kupost viatu ambavyo niko nazo, alafu unaweka hivi viko hivi zimeisha, hii imenunuliwa haijanunuliwa. Kwa hivyo silipi rent mwisho wa mwezi. Kwa hivyo bei yangu ya kufanya biashara, cost of operation, imeweza kushuka. Kwa hivyo hiyo inanisaidia. Ningehitaji kwa mfano kukuwa na watu wa marketing wengi sana ambao wangeenda kwa ground kuweza kumarket biashara yangu. Lakini nikiwa na mitandao hii ya kijamii, naweza kuweka biashara yangu pale na watu wanaweza kuona na ninaweza kutarget. Kwa mfano naweza sema vijana wengi wako TikTok sahi. So kwa hivyo nitaweka bidhaa hii ambayo ni ya vijana wanunue kwa TikTok. Niseme wazee wengi wako Facebook sahi. Kama niko na bidhaa ambazo nataka wazee waweze kununua, nitaweza kuziweka pale kwa Facebook. Kwa hivyo ni ukweli teknolojia imepunguza gharama ya kufanya biashara, kwa kulipa vitu kama rent, kulipa watu wa marketing, kufanya hesabu,
imesaidia kuwezesha mtu kuanzisha biashara kwa urahisi, na unapokuwa unaweza ingiza cost hizo zingine baadaye. Hivyo ndio naweza changia, na hayo ndio maoni yangu kwa teknolojia kusaidia biashara, gharama kushuka. Gharama imeweza kupungua. Ndio. Bwana Macharia, unafikiri kwamba kulingana nawe teknolojia imeweza kurahisisha vile ambavyo biashara inafanywa ama vile ambavyo biashara inaendelezwa ukilinganisha na hapo awali? Pengine mawazo yako au mtazamo wako ni upi kuhusiana pengine na faida ya teknolojia kwa biashara za kisasa? Nitasema teknolojia iko na faida kubwa sana kwa biashara za kisasa. Ukiangalia kutoka mwanzoni, hata kuanzia kitu kama malipo. Zamani ulikuwa unatembea, unaenda kununua hata gari na cash. Na una wasiwasi kutoka utoke kwenye benki hadi kwenye unaenda kufanya hiyo biashara. Sasa siku hizi kuna M-Pesa imefanya maisha kuwe rahisi sana. Unalipa hata kutoka pale ulipo. Hata mtoto akiwa na shida ya school fees unaweza lipa kutoka nyumbani. Sio lazima uende shuleni kulipa. Unaangalia pia kwa wanabiashara, sio lazima wakuwe na cash nyingi kwa biashara yao ndio wapeleke sasa kwenye benki. Siku hizi wanaweka pochi, wanaweka till, na watu wengi sasa wameweza kulipa kutumia hizo njia. Na kwa kutumia hizo malipo za digital, unapata pia wanaweza kupata kukopa pesa. Unaona kama pale kwa M-Pesa kuna Fuliza, kuna M-Shwari, kuna KCB. So unapata inakuwa rahisi pia kwao kupata hiyo fedha ya kufanya biashara na kujiendeleza. Kutokana pia na hiyo ni unapata vitu zenye walikuwa wanafanya sana sana manually, kama kuandika, kufuata records, kuangalia stock, hiyo yote iko digital. Ukitumia mashini, stock ikiwa karibu kuisha inakuambia umebakisha bidhaa kidogo, uweze kuongeza. Unapata pia pale kwa mawasiliano unatumia barua, lakini siku hizi unaweza hata piga simu na uweze kupata order immediately na inakuja. Unaweza kulipa vitu in advance ama baadaye credit kupitia teknolojia. Na sasa hivi imewezesha watu kuweza kufanya biashara kwa urahisi sana. Na vile tu nikiangalia kwa mtazamo wangu, naona kana kwamba teknolojia imeweza kumpatia kila mmoja nafasi ya kuweza kufanya biashara. Pengine tukaweza kufikiria hapo awali ambako niliweza kusema ungehitajika uwe na hela pengine za kwenda kukodisha nyumba ili kuweza kuweka biashara. Na ungepata kuweza kuona kuna changamoto ile ambayo kwa kiasi kikubwa kutokana na kukodisha nyumba. Unapata kwamba unaambiwa ulipe ile deposit, ulipe rent pengine ya miezi kadhaa. Lakini kufikia sasa na kupitia teknolojia tunaweza kuona kwamba hata ukiwa kwa nyumba yako au ukiwa tu mahali popote unaweza kufanya biashara. Sijui kama mnafikiri kwamba teknolojia imeweza kufungulia kila mmoja nafasi ya kuweza kufanya biashara. Bwana, pengine nianze na Bwana Macharia kwa wakati. Nitasema siku hizi biashara imefungulia kila mtu mlango ya kufanya biashara. Na nikianza hata kutoka zile kazi za kama ya msusi, kusuka nywele. Zamani ilikuwa inabidi ukuwe na duka na mashini na kila kitu. Lakini siku hizi unapata watu wako mtandaoni, wameji-advertise hapo, wanaonesha hairstyles zenye wanafanya na wanapata wateja. Wanaenda kuwasuka nyumbani ama mahali wanagana wapatani na anaweza kupata biashara yake. Unaangalia hivyo pia watu ambao wanauza bidhaa. Siku hizi sio lazima ukuwe na duka yako. Ujue tu kwenye bidhaa inatoka, unaziweka mahali kama ni nyumbani ama uko na mahali ambapo unaweza ziweka ama hata unaweza kosa kuzinunua. Ukipata order unaenda sasa ndio unanunua. Unatumia mteja. Sasa unapata hata kwa hiyo hauhitaji fedha hata kidogo ya kwanza. Unahitaji tu ukuwe na platform yako, uamue kama unafanya kwenye Facebook, WhatsApp, Instagram, kutoka mwenye unanunua unamwambia kupe picha za hiyo bidhaa na unaweza kuzipost pale na unaweza kutuma.
unapata pia watu wenye biashara yao kama ni ya kufunza. Kama mtu ni mwalimu, kama mtu ni lecturer, kama mtu anapeanaga hizi speech, siku hizi anaweza kurekod aweke mtandaoni, na kwa hiyo anapata hata pesa hata akiwa amelala, kwa sababu sasa hiyo ndio inakuja kwa ile yenye tunaita passive income. Na kwa hiyo pia unaona siku hizi pia watu wanaweza kufanya advertisement. Na ukilinganisha advertisement ya zamani, ulikuwa ukilipa kama billboard unalipa 1200 ndio uweze kufikia watu wa sehemu fulani. Lakini siku hizi ukitumia social media unatumia kama 200 na inafikia watu karibu the same na hiyo yenye umetumia 1200. Unapata kufanya advertising mtandaoni ilikuwa bei nafuu sana. Kuna Karanja, unafikiri kwamba teknolojia imeweza kufungulia kila mmoja hadi unajua katika tu ulingo wa biashara kuna wale tunaweza kusema kuna wale ambao pengine wamejiweza, kuna wale wako chini, kuna wale wako katikati. Lakini tu tukiangalia teknolojia, pengine unafikiri kwamba imeweza kuleta kila mmoja katika nafasi tu sawa? Huwezi kusema kwamba pengine huyu anafanya biashara kwa sababu amejiweza, huyu hawezi kufikia lengo la juu kwa sababu hajajiweza. Unafikiri kwamba teknolojia imeweza kuleta huu sawa wa kila mmoja kuweza kuhusika na kufanya biashara vilivyo? Ni ukweli, teknolojia imeweza kuleta usawa kwa biashara. Pia kuna jambo ambalo nimeweza kuona katika usalama wa kufanya biashara. Kwa mfano, kitambo ningekuwa na pesa ya cash mingi sana ambayo ninatembea nayo kama mimi ni mfanyabiashara, ama ningekuwa nimeiweka kwa duka langu, na ungeweza kusikia kesi za watu walivunja duka wakaiba pesa ya mtu, na ilikuwa ni ngumu sana kuweza kulinda pesa ambayo unapata katika biashara yako kwa sababu ilikuwa cash. Lakini teknolojia kukuja imefanya usalama uweze kuingia kwa pesa, kwa sababu unaweza ziweka kwa account ya online na niweze kukua na pin number ambayo ni mimi tu naweza pata pesa zangu. Kwa hivyo naweza tembea hata na milioni 1 kwa simu yangu bila kukua na uoga wowote, na teknolojia imeniwezesha kuleta usalama katika biashara yangu. Pia ukiweza kusema watu wa kiwango cha chini na watu wa kiwango pia cha juu kusawazishwa na teknolojia, ni ukweli. Sam ametaja kuhusu billboards, na ungeangalia upate billboards zilikuwa bei kali sana kukua nazo, lakini kuna digital marketing platforms. Hizi ni sehemu pale katika mitandao ambazo zinakupatia nafasi ya kuweka kuadvertisia bidhaa zako pale, na unaweza kulipa pesa kulingana na uwezo wako. Unaweza lipa kulingana na wakati ambao unataka bidhaa zako ziweze kuwa marketed, ama unaweza lipa kulingana na ukubwa ama wingi wa bidhaa ulizo nazo. Pia kwa billboard wameweza kuleta teknolojia, kwa sababu kitambo ukiangalia billboard ilikuwa tu kijikaratasi kimebandikwa pale kikubwa, lakini wakati huu utapata kuna screens za billboard, na naweza enda niweke sehemu yangu ya biashara kwa muda mfupi, inaweza kuwa hata sekunde 10 na nilipe pesa kidogo. Nimeweza kupewa nafasi ya kuwekwa kwa billboard kama mfanyabiashara mdogo. Ule mkubwa anaweza lipia dakika 1 kwa sababu uwezo wake wa kifedha utamfikisha hapo. Ameweza kukua on the same billboard. Imeweza kuleta teknolojia pia kwa biashara ya advertising ya kila mmoja, kusipo na kubagua uwezo wako. Kwa hivyo nakubaliana ya kwamba teknolojia imesawazisha mambo mengi, na hata nikiwa na fedha kidogo namna gani naweza anzisha biashara yangu nikiwezeshwa na teknolojia, na ukilinganisha na kitambo ambapo ningehitaji mambo mengi sana kuanzisha biashara. Tunazungumzia teknolojia sana. Kuna sheria ambazo pengine mwanabiashara ama yule ambaye anatazama kipindi hiki na pengine angependa kuhusika ama kuhusisha teknolojia katika biashara yake, kuna sheria ambazo pengine anafaa akaweza kufahamu, ama kuna sheria zipi ambazo zinaingia, ama kuna mwingiliano upi wa sheria katika teknolojia ambazo wanabiashara ama yule ambaye ananuia kutumia teknolojia kwenye biashara yake anafaa kuzifahamu? Pengine Bwana Mashari, unafikiri kunazo?
ama ni yepi ambao tunafaa kuzingatia kisheria? Naam, kuko na sheria na hizi sheria zinalingana pia na kazi yenye unafanya. Kwanza ni kile kenye tunaita data protection. So inamaanisha pale ambapo chukua information ya watu, whether ni digital ama ni physical kwenye duka, unafaa kuhakikisha kuwa iko secure na haitapatikana na mtu wowote ule mwenye anaweza taka kufilisisha hao watu. Kuna pia vitu zenye tunafaa kuangalia kama ile yenye tunaita copyright. Unaweza kuwa umeona kitu ya mtu na haujui kwamba kumbe ni yeye. Kuna kitu yenye tunaita copyright kwamba kitu inauzwa tu na mtu fulani, lakini wewe umeenda kama ile muziki, mtu umechukua muziki ya mtu umeifanya kwa yako, ama umechukua muziki ya mtu umeipost kwenye channel yako, ama content ya mtu umeipost kwenye channel yako, na sasa unataka kufaidika kutoka hiyo yenye ni ya mtu mwingine. Hiyo pia inaweza kuwa ni shida. Na pia hii mambo ya advertise vitu zenye hauzi pia ni hatia kwa sheria. Unapata ukiingia pale kwenye mtandao, wameweka vitu nzuri sana, ukioda unapata vitu zenye sio original, ama sio hata kenye umeona kwenye mtandao, hazifanani. Sasa pia hiyo ni hatia kwa watu wengi, na huwa uangalie sana. Alafu pia kuna ile ya kujichunga. Hata hapo ambapo unapoingia mtandaoni, ndio usikue kenye tunaita hacked. Unaweza kuwa tu na post vitu zako hapo, kumbe hujui unapeana information. Mtu anatumia information kuweza kuchukua account yako, afanye biashara ya kufilisisha watu, kupora watu na kuwapora. Na hiyo pia inaweza kuwa ni shida kubwa sana. So ni pia watu kujua security, kwenye kujenga security mtandaoni. Juu unaweza jianika, unaweza anika familia yako ama biashara bila kujua, na ujeke kwenye hatia. So sana ni hizo sehemu. Kwa hivyo kwa yule mtazamaji ambaye ananuia kuanza kuhusisha teknolojia kwenye biashara yake, itakuwa ni vizuri akaweza kupata hata mafunzo haya teknolojia. Ili akitumia ile teknolojia asipate kwamba anahatarisha biashara yake. Ndio. Bwana Karanja, nafikiria vipi? Nakubaliana na Sam. Ameyataja mambo mengi kuhusu sheria. Jambo ambalo ningelitaja pia ni kwamba pia ninapofanya biashara, ninafaa kuangalia ni nini ambacho nimekubalishwa kuweza kuuza katika sehemu ambayo niko. Kwa sababu wakati mwingine waweza fikiria unafanya biashara inayofaa, lakini unajipata unauza bidhaa ambazo serikali haijakukubalisha kuuza kwa sehemu hiyo, ama kwa namna unavyofanya biashara kama hiyo. Pia kuna biashara zingine ambazo utahitaji license zingine, kwa sababu kwa mfano kama unauza kemikali, niko na uhakika utahitaji license ya kuweza kukua na biashara kama hiyo. Kwa hivyo ni vizuri pia kuangalia bidhaa unazouza ziko na serikali inahitaji uwe na nini hata kabla ya kuweka biashara yako kwenye mtandao, kwa sababu mtandao huo unaweza tumika na serikali kukufuata, kukuuliza je, umefuata sheria. Kwa hivyo kwa maoni yangu ya sheria, hilo ndilo jambo ambalo ningeweza kuangazia. Na pia la mwisho ni kwamba security, vile Sam ametaja, sifai kuchukua kitambulisho changu nipige picha niweke kwenye mtandao. Sifai kuchukua stakabadhi za biashara yangu nipige picha niweke kwa mtandao. Watu wanaweza tumia hizo stakabadhi kufungua kulaghai watu kwa biashara yangu, na mimi ndio nitakuwa kwenye shida na nitaweza kulaumiwa. Kwa hivyo pia kwa usalama wa biashara tunafaa kujua, hata kama tunafanya marketing, hata kama tuna post bidhaa tunazouza ama jinsi tunavyofanya biashara, ni aje tunaweza kuwa na security. Na mwisho kabisa pia uko na siri zako za biashara. Nakubali biashara ni kitu lazima uwe na siri zako za biashara. Pia unafaa usiweke siri zako za biashara kwa mitandao, kwa sababu unaweza ifanya biashara yako pia unafanya wewe kufanya biashara iwe ngumu sana.
Kwa hivyo ni vizuri kuwa mtu ambaye ni makini katika biashara yako. Na mambo ambayo unaweka kwa mtandao kuhusu biashara yako. Na hayo yote Bwana Joe na Bwana Macharia, mnatueleza kwamba ujuzi huo wote lazima tukaweza kutafuta kabla ya kuweza kutumia mitandao ama kutumia teknolojia kuweza kufanya biashara zetu. Tukimalizia kipindi, naelezwa kwamba muda wangu umeweza kuisha, lakini nafahamu kuna mengi ambayo ningependa kuyajua na vile vile mtazamaji wangu ningependa kuyafahamu, lakini pengine siku za usoni mnazionaje kwa biashara na teknolojia, Bwana Macharia? Mimi naona future ya teknolojia itabadilika sana. Kwa vile sasa tuko na hii teknolojia mpya ambayo inaitwa artificial intelligence. Na sasa unapata inaweza kufanya kazi mingi sana pale biashara kwenye ulikuwa na watu wengi. Na inaweza kufanya kazi vizuri sana hata bila kuchoka. Sasa unapata zile kazi ambazo zilikuwa zinahitaji repetition, kurudia sana. Utapata kazi kama hizo zishaanza kutoka, na sasa teknolojia inakuja kuzichukua. Sasa unapata tusipojihami na hizo skills za kupambana na technology, tutawekwa kando na tupate kazi yetu ilichukuliwa na teknolojia. Sasa sana ni kuangazia tuweze kujielimisha. Kwa hivyo Bwana Macharia, tusiketi chini mahali, ama mtazamaji wangu asiketi chini mahali afikiri tutaweza kurudi zile enzi za kitambo. Teknolojia inaendelea kuchukua tu nafasi na itafikia mahali kila kitu kibiashara itakuwa teknolojia. Ndio, kila kitu. Na Bwana Karanja, siku za usoni unaziona vipi za biashara kupitia teknolojia? Naweza kuona biashara zikienda kwa haraka, na naweza kuona wafanyabiashara wakiwa wamewezeshwa kufanya mambo makubwa kuliko wanayoweza kufanya. Kwa mfano kabla ya gari kuzinduliwa, watu walikuwa wanatembea, wanatumia punda, wanatumia farasi. Ni ukweli watu walikuwa wanasafiri. Lakini kwa wakati huu watu wanaweza safiri kwa uharaka kutoka na uzinduzi wa teknolojia ya kusafiri. Pia biashara awali bila teknolojia, kuna ile kiwango tu ambacho ningeweza kufikia na biashara yangu, lakini teknolojia imekuja ikanipatia nguvu ya kufanya mambo makubwa. Kwa hivyo utapata biashara ambayo ingehitaji mamilioni kitambo kufanyika, siku za usoni haitahitaji mamilioni. Itahitaji pesa kidogo sana kuliko mamilioni, kwa sababu teknolojia itaweza kurahisisha na kufanya cost of production iweze kushuka. Na wakati huu bibi kama kijana niko na uhakika nikiweza fungua biashara naweza fikia watu milioni 1. Lakini tukirudi miaka 20 iliyopita ndio nifikie watu milioni 1, ningehitaji pesa mingi sana. Hapo ndipo teknolojia imefika wakati huu. Kwa hivyo siku za usoni tukiongeza AI venye Sam amesema, artificial intelligence, utapata tunaweza fikia hata watu ambao hawako Kenya peke yake. Kukiwa na teknolojia kufikia watu wako sehemu zote Afrika ama duniani, na teknolojia ya kusafirisha bidhaa zangu, naweza kuwa nauza kitu chochote nikiwa mahali nipo. Kwa hivyo siku za usoni za biashara na teknolojia ni mambo makubwa tunayotarajia, na tunatarajia kufanya mambo mengi na kupata pia profit mingi kutoka kwa biashara zetu tukitumia teknolojia. Na mtazamaji, nikuwapatia pengine dakika moja. Pengine mngependa kuwashauri vipi wale watazamaji ambao wanatazama kipindi hiki kuhusiana na teknolojia? Pengine mnafikiri kwamba ama mngeweza kueleza ni wakati mwafaka wakaweza kutumia teknolojia kuendesha biashara zao? Ukilijibu ile swali Bwana Macharia na Bwana Karanja, utakuwa pia unamueleza mtazamaji au kumshauri kuhusiana na teknolojia na biashara, na vile vile yule ambaye ananuia kuanza biashara ungemwambia akaweze kuanza na teknolojia moja kwa moja, au akaweza kujipatia wakati kisha akaweza kuhusisha pengine teknolojia kwenye biashara yake. Tukianza naye Bwana Macharia, ni wakati mwafaka? Mimi nitasema teknolojia iko na sisi hapa na hatuwezi epuka. Na itakuwa nzuri tukiweza kujielimisha kuhusu teknolojia mapema tutakavyoweza. Mimi ni kuwahimiza watu waweze kutumia teknolojia hata kuanza kwa ile kiwango kidogo yenye wanaweza. So unaweza anza na kuweka biashara yako mtandaoni. Najua siku hizi
kila mtu ako na at least account moja ya mtandao, labda kwa Facebook, kwa WhatsApp pale. Anza tu kuweka bidhaa zako mtandaoni. Jaribu kuona vile unawezeka teknolojia kukusaidia. Ile unaifanya tu pole pole ndio iweze kukuendeleza kibiashara. Kama hauna malipo ya kidijitali, unaweka malipo ya kidijitali na utaweza kuona tofauti ukiendelea hivyo ukibadilisha. Sio pale kwenye unaona uko na shida, jaribu uone pia vile teknolojia inaweza kusaidia. Itaweza kukuwezesha improve biashara yako. Mimi ni kuwahimiza hivyo waweze kuingia kwenye hii meli kabla iende mbali sana. Naam. Bwana Karanja, unafikiri vipi pengine ushauri wako, na vile vile unafikiri kwamba kwa wale ambao wananuia kuanza biashara na wale ambao wanaendeleza biashara zao, nafikiri kwamba ni wakati mwafaka wa kuweza kuhusisha biashara? Tuanze na kujibu swali hilo, ni wakati mwafaka, kisha ushauri wako. Nakubaliana ya kwamba ni wakati mwafaka wa kuweza kutumia teknolojia kwenye biashara zetu, kwa sababu kuna mitandao ambayo imeshatengenezwa. Tuko na simu ambazo tunazoweza kutumia kwa biashara. Kwa hivyo ni wakati mwafaka. Kwa mfano tungesema miaka 20 iliyopita ingekuwa ngumu kuleta teknolojia kwa biashara yako ukilinganisha na wakati huu ambapo watu wengi wako kwa mitandao ya kijamii, watu wengi wako na simu. Na pia ushauri wangu kwa mtazamaji ni kwamba kila mtu ana nafasi ya kuweza kuelimika kuhusu teknolojia. Kila mtu ako na nafasi ya kufanya biashara yake kupitia teknolojia. Kila mtu ako na nafasi ya kusonga mbele, kwa sababu teknolojia imekuja kutuweka kwa kiwango kimoja, walio na pesa na wasio na pesa. Ukiwa na rununu yako, simu yako, unaweza weka biashara yako kwa mitandao ambayo uko ndani yake. Iwe ni WhatsApp, iwe ni TikTok, iwe ni Instagram. Teknolojia iko hapa kutupeleka kwa level ingine mpya. Na pia ningewamalizia kwa kuambia watazamaji ya kwamba mabadiliko yakija, tuweze kuingia katika haya mabadiliko, tusiweze kuachwa nyuma, kwa sababu wakati ni huu na huu ndio wakati unaofaa. Asante. Na msitaongeza kingine mtazamaji kutoka kwa yale Bwana Karanja ameweza kuzungumza, na nikiangalia muda wetu au nilielezwa kwamba tunafaa kukimaliza kipindi chetu. Kwako Bwana Macharia, kwako Bwana Karanja, shukrani za dhati kwa kuweza kutupatia muda wenu na kuweza kutuelimisha kuhusiana na yale ambayo yanatokana na teknolojia, hasa kwenye ulingo wa biashara. Na nina matumaini kwamba kwa mtazamaji yote ambaye amehusika na ambaye ataweza kukitazama kipindi hiki ataweza kufuata mawili matatu ambayo yanahusiana ama yanahitajika na masuala ya biashara. Pengine mtu yote ambaye anaweza kuwapata tu kwa njia rahisi. Umesema mnapatikana upande wa Nakuru, pengine mahali wapi moja kwa moja Bwana Macharia? Tunapatikana hapo Nakuru, Gibcon House, 4th floor na 5th floor. Kicha hapo utasema tu Lishe Labs na utaweza kusaidika. Bwana Karanja, pengine kama mimi nataka pengine kupata yale mafunzo, nitaweza kukuja pale Lishe Labs na mkaweza kunifunza? Ni ukweli. Ukiweza kukuja pale Lishe Labs kama Sam amesema ni Gibcon House, utapata vijana wengi, utapata watu wengi wakielimishwa pale. Kwa hivyo utaweza kupata mafunzo na utaweza kupata mafunzo ya kisasa kwa njia ambazo ni standard zenye tunatumia za kisasa. Na mtazamaji, umeweza kusikia hayo na tunashukuru sana kwa muda wenu. Vile vile mtazamaji, nikaweza kukushukuru wewe ambao umeweza kutazama kipindi hiki, ambao umeweza kutuma jumbe zako kupitia mitandao yetu ya kijamii na kupitia nambari yetu ya simu. Bila kusahau mwelekezi wangu na mpiga picha wangu ambaye ni Emmanuel Njoroge. Amefanya kazi ambayo ni bora kuhakikisha kwamba kipindi hiki kimekukujia moja kwa moja tangia tulipoanza na kufikia sasa tunapokamilisha kipindi hiki. Nimekuwa wako Moses Kagembe. Zidi kutazama runinga ya Faraja TV kwa vile vipindi ambazo tumeweza kukutengenezea za kukuburudisha na kukuelimisha. Hadi wakati mwingine, tukutakie siku mwema.